Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Saif Hamis Said Gulamali, mbunge wa Manonga, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Aziza Sleim Ali. Je, lini serikali itatoa fedha za ujenzi wa viwanja vya michezo sekondari ya Ziba Manonga? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Profesa Kabudi. Profesa Kabudi, majibu. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inayo nia ya dhati ya kuboresha miundombinu ya viwanja vya michezo katika shule zote nchini kulingana na upatikanaji wa rasilimali fedha. Michezo kwa sasa huzalisha ajira kwa vijana, hulitangaza taifa kimataifa pamoja na kuliletea heshima, hivyo nakiri uwekezaji katika viwanja vya michezo mashuleni ni muhimu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa wizara haina bajeti ya kuwezesha ujenzi wa viwanja katika shule ya sekondari ya Ziba iliyopo Manonga. Wizara ipo tayari kutuma wataalamu katika shule hiyo kwa ajili ya kutoa ushauri wa wataalamu kuhusu ujenzi wa miundombinu ya viwanja. Aidha, wizara inashauri uongozi wa shule ya sekondari Ziba kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Tabora ambao ni wadau wakubwa wa wizara katika sekta ya michezo ili kufanikisha ukarabati wa viwanja vya michezo mashuleni ikiwemo shule ya sekondari ya Ziba. Mheshimiwa Aziza Sleim Ali, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Je, serikali inatambua shule ya Ziba ni shule mojawapo ya wasichana ambao wanaocheza mipira ya miguu na ndio inayotoa vipaji mbalimbali katika shule ya kitaifa na kuwasilisha na kuwakilisha uchezaji wa mpira wa miguu katika kimataifa? Swala la pili, je, waziri serikali haioni umuhimu wa kujali viwanja katika shule mbalimbali nchini, viwanja pamoja na michezo, kwa kuwa michezo ni biashara kubwa sana katika nchi yetu, ili iweze kutoa vipaji mbalimbali ya vijana ambao watakaoenda kucheza kimataifa? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Moja, serikali inaipongeza sana shule ya sekondari ya Ziba ambayo imefanya vizuri sana katika kulea vipaji vya watoto wa kike, yani wasichana, katika mchezo mbalimbali ikiwa ni pamoja na mchezo wa mpira. Na kuzingatia hilo, wizara itatuma wataalamu kwenda katika shule hiyo ya Ziba ili kuona ni jinsi gani watashirikiana na shule ya Ziba, lakini pia pamoja na mbunge wa Manonga ili kuendeleza vipaji hivyo ambavyo ni muhimu kwa taifa letu, na kuona pia uwezekano tutakapokuwa na akademi ya michezo ambayo inajengwa Maria katika mkoa wa Mwanza ishirikiane vipi na shule ya sekondari ya Ziba na shule nyingine ambazo zina wasichana wenye vipaji kama hao. Na kuhusu ujenzi wa viwanja vya shule ya michezo katika shule, wizara pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI inachambua kuona umuhimu wa kuwa na mpango maalum wa kuweza kuboresha viwanja vya michezo katika shule zote za msingi na sekondari. Na hivyo halmashauri zetu za wilaya, za manispaa na majiji zinatakiwa katika bajeti zao ziweke umuhimu katika ujenzi wa viwanja katika shule za msingi na shule za sekondari. Mheshimiwa Philip Mlugo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mkoa wa Songwe ni mkoa mpya ambao hauna uwanja wa michezo kama vile ulivyo uwanja wa Sokoine Mbeya. Lini serikali itajenga uwanja wa michezo katika mkoa huu na makao makuu ya mkoa pale Vwawa? Hata Mheshimiwa Waziri, wakati Mheshimiwa Mlugo anauliza ametutaja hapo Sokoine, lakini uwanja wa Sokoine una hali mbaya sana. Kwa hiyo uyajibu yote mawili. Mheshimiwa Spika, natambua hali ya uwanja wa Sokoine, lakini mahitaji ya viwanja katika sehemu mbalimbali za Tanzania, na serikali imewekeza fedha nyingi katika miundombinu ya michezo. Kama mnavyofahamu, tunajenga uwanja mpya wa mpira wenye uwezo wa kuchukua watu 32,000 kule Arusha. Tunajenga mwingine hapa Dodoma wenye uwezo huo, na tayari katika bajeti ambayo imekwisha pitishwa tunaanza uchambuzi yakinifu wa kujenga viwanja vingine katika sehemu mbalimbali ya Tanzania vipatavyo 26, na naamini kabisa katika hilo Songwe inaweza kuwa mojawapo ya mikoa kama itakidhi viwango vitakavyokuwa vimewekwa. Lakini kuhusu uwanja wa Sokoine, Mheshimiwa Spika, nao umo katika mpango wa kuangaliwa tutakapokuwa tumeanzisha wakala wa miundombinu ya michezo ili kuhakikisha viwanja vyote Tanzania vinasimamiwa na wakala hiyo badala ya wizara.
Mheshimiwa Waziri, wakala anaanzishwa lini ili ndo tujue na sisi tutatazamwa miaka 2, 3, 4 inayokuja? Mheshimiwa Spika, tuombeane heri inshallah baada ya Oktoba. Waziri, hapo sasa inabidi ujibu tu swali letu la wanambea kwa kweli. Naona kuna Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, Waziri wa Katiba na Sheria. Nimpongeze Mheshimiwa Profesa Kabudi kwa majibu mazuri kwa niaba ya serikali, lakini ningependa kuongeza kwamba katika maandalizi ya AFCON 2027 serikali imetenga viwanja 5 ili vifanyiwe ukarabati. Kiwanja hicho ni Morogoro, Jamhuri Morogoro, Mkwakwani Tanga, Sokoine Mbeya, CCM Kirumba Mwanza pamoja na Majimaji Songea. Hivyo kiwanja cha Sokoine cha Mbeya, Mheshimiwa Spika, kitaingia kwenye programu ya ukarabati wa viwanja kwa ajili ya mazoezi ya AFCON 2027. Asante sana. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Katika wilaya ya Rungwe tuna kiwanja kikubwa ambacho kinazungukwa na shule za sekondari 2 na chuo. Kinaitwa kiwanja cha Dr. Tulia Ackson. Ni lini mtaleta fedha kukarabati kiwanja hicho? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nipende kueleza kwamba wizara ina mkakati mkubwa sana wa kuboresha viwanja vyote nchini, na kutegemea na upatikanaji wa rasilimali fedha tutahakikisha viwanja hivi vinatengenezwa au vinakarabatiwa, ikiwa ni pamoja na kiwanja hicho kinachobeba jina la Dr. Tulia Ackson Mwansasu, na uwezekano upo wa kuangalia kama kinakidhi viwango ya kuwa kambi ya kitaifa ya mashindano ya MITA/SHUMITA na UMISETA. Ikikidhi viwango hivyo, basi ukarabati wa kiwanja hicho utafanywa haraka sana ili kuenzi jina la huyo ambaye kiwanja hicho amepewa. Mheshimiwa Zakaria Isai, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, wilaya Mbulu ni chimbuko la wanamichezo nchini. Je, serikali ina mpango gani wa pamoja kati ya sekta binafsi kwa kuwa uwanja wa Nyerere Stadium wa Mbulu unamilikiwa na taasisi binafsi? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Isai kwa kufuatilia sana maendeleo ya michezo hasa katika mkoa wa Manyara ambao unafahamika kuwa na sifa ya kutoa wanariadha wengi. Na kwa kutambua hilo, Baraza la Michezo la Taifa limenunua ardhi kubwa Babati ili kujenga kituo cha mazoezi kwa ajili ya wanariadha ambacho kitatumika kwa ajili ya mkoa wa Manyara, lakini kwa wanariadha wote Tanzania. Na kuhusu swali la hicho kiwanja, kama nilivyosema, tunakuja na mkakati wa kuboresha viwanja vyote, ikiwa ni pamoja sasa kuwa na management kamili ya usimamizi wa viwanja. Na kwa sababu tunaendelea katika hilo, naamini kabisa Manyara na kiwanja hicho cha Mbulu kitapewa kipaumbele. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge.